Game time tuonavyo sisi. Kitendo cha kuongeza timu kutoka 36 mpaka 48 ndio zinawapa fursa hizi nchi ambazo zilikuwa hazina maso za kwenda kucheza playoff na qualify kwenda World Cup, kwa sababu nafasi zilikuwa ni chache. Kwa sababu sasa hivi nafasi ni 48, keki imekuwa kubwa sana. Ni jinsi tu ya wewe kucheza karata zako na jinsi ya kujipumua ili uweze qualify kucheza World Cup. Game time tuonavyo sisi. Karibu kwenye session ya pili ya kuizungumzia kombe la dunia la mwaka huu 2026. Kombe ambalo lina matarajio ni mengi sana, hasa kwa timu ambazo tunakwenda kuzitazama hivi sasa, timu za Afrika, timu ambazo hazijashiriki kombe la dunia kwa muda mrefu, lakini pia timu za taifa ambazo zinashiriki kwa mara ya kwanza kwenye kombe la dunia la mwaka huu 2026. Jina langu ni Andrea Masawe na kukaribisha kwenye session hii ya pili, lakini meza crew nzima ya Game Time bado nipo nayo, bado haijaondoka. Nipo na Masud Skills pamoja na Muro King. Wako vyema kweli kweli kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo amekuandalia kwenye hii session ya pili. Bwana, tunakwenda kuzungumzia Afrika ambayo kwa namna moja ama nyingine ni bara ambalo kwenye kombe la dunia waga sisi tunaenda na timu zetu, bali na kuwa na timu kule, lakini waga tunaenda na timu zetu. Timu ambayo inafika juu, Afrika nzima inakuwa nyuma hiyo timu ya taifa. Sasa kuna timu za taifa ambazo zinaangaliwa. Ni kweli. Endelea. Kiasi kikubwa sana. Nilikuwa na kuunga mkono. Okay. DRC Congo, Morocco pamoja na Senegal. Hizo ni timu tatu za taifa ambazo zimefanya vizuri barani Afrika, lakini pia wengi wanaziangalia kwamba kuna kitu wataonyesha kwenye kombe hili la dunia. Kwanza kabisa tukiangalia kikosi mfano cha DRC Congo, kimesheheni watu kweli kweli, lakini kwa kuiangalia tu kutoka Afrika, mchezaji anayecheza timu za ndani unamuona tu Fiston Kalala Mayele ambaye ameitwa kwenye kikosi hiki cha timu ya taifa. Kwa kukiangalia kikosi cha Congo na kuangalia aina ya wachezaji ambao wapo kwenye kikosi cha DRC Congo, inaleta picha gani kwenye soka la Afrika tukianzia hapo, hasa kwenye vilabu ambavyo vipo kwenye bara letu la Afrika? Ina maana hatuwezi kuzalisha vijana ambao wanaweza wakacheza timu kama Congo ambayo ni majirani zetu hapa. Okay. Kwanza kwa DRC Congo lazima tuwape kongole sana, kwa sababu njia aliyopita pia haikuwa rahisi. Njia ngumu ilikuwa kucheza playoff na timu kama Jamaica, kucheza playoff na timu kama Nigeria hazikuwa mechi rahisi. Kumtoa mtu kama Cameroon amesheheni vipaji vya kutosha. Nigeria na yeye tunajua vipaji alivyokuwa navyo, na akaenda akamtoa pia Jamaica. Ni timu ambayo ndio ile wanasema haina individual brilliance, lakini ina muunganiko wa timu inaocheza kitimu. Wachezaji kama kina Bakambu, wachezaji kama kina Mayele, kina Yohan Wissa ni wachezaji ambao utawataja kwa jina moja moja, lakini wanapoenda kucheza Congo wanakuwa yale majina yao sio makubwa hivyo, bali wanacheza na mjumuiko wa timu. Nakumbuka last time kihistoria, mara ya mwisho wameshiriki walikuwa wanaitwa Zaire, si ndio? Sasa hivi wanaitwa DR Congo, na pia ndo timu pekee ambayo ilikuwa imewahi kushiriki, nafikiri imeshiriki mapema kuliko timu nyingine za Afrika. Tuseme ndo timu ya kwanza kushiriki World Cup. Kwa hiyo ni kwa kipindi kirefu sana hawajaja kwenda kucheza World Cup, na ni timu kama tunavyoipa chapuo itafika mbali kwa upande wa timu za Afrika, kwa sababu ukikompea manguli waliokutana nayo, jinsi wanavyocheza na matokeo waliyopata, haitawasumbua sana kwenda kucheza na timu za World Cup, kwa sababu tayari wameshajipanga kwa hilo. Ukitolea comments nataka nifahamu ni kipi ambacho kipo kwenye soka la Afrika la ndani, sababu of course mimi nilikuwa natarajia kwenye kosi cha Kongo ni waone wachezaji ambao wanacheza either TP
either labda wapo labda Pyramid, wapo labda timu zote za hapa Afrika. Why bado tupo chini sana, ama ni aina tu ya taifa, ni aina wachezaji ambao wapo kwenye taifa la kama Kongo? Hizo ni timu nyingi za Afrika ziko hivyo, tofauti na timu kama Morocco au Egypt. Ukiangalia timu kama Ivory Coast, ukiangalia timu kama Senegal, timu kama Nigeria, ni muunganiko wa wachezaji wengi wanaocheza nje. Na sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu vipaji vimewekezwa kwenda kujifunza zaidi. Afrika mpira upo, lakini haupo kwa kiwango kile wanachocheza wenzetu Ulaya. Kwa hiyo kocha hawezi kulazimisha kuita watu wa ndani, na ndio maana kuna mashindano ya timu ya taifa za wachezaji wa ndani, ili uwe unafanya selection ya wachezaji wanaocheza ndani tu. Lakini unapoita timu ya taifa kwenye makombe kama AFCON au World Cup, inabidi uchague the strongest first team ambayo unahisi wewe itakupa matokeo, bila kuwa na limit kwamba inabidi tu uchague wa ndani au uchague wa nje tu. Yoyote unaomuona anakusaidia unabidi umchague. Kwa Mayele kufika pale, nafikiri kwa sasa hivi ni debatable kwamba Mayele ni mchezaji, ni striker bora sasa hivi Afrika, anacheza ndani. So na kuitwa pale, mimi naona ni muendelezo tu wa kumuonyesha ni jinsi gani anaweza. Bwana, ukiachana na Kongo, tuna timu ya taifa ya Morocco. Ni timu ya taifa pia ambayo inapewa chapuo ya kufanya vizuri kwenye kombe hili la dunia, lakini kumbuka kombe la dunia lililopita Morocco ni timu ya taifa ambayo ilifanya vizuri kweli kweli. Iliitoa timu ya taifa ya Ureno. Moja kati ya taarifa ambayo wa Morocco wakikumbuka wanatabasamu ni hiyo game. Moja kati ya mchezo ambao ulitazamwa na watu wengi, lakini pia Morocco alifanya makubwa kweli kweli. Bwana Masoud, nadhani unakiona kikosi cha Morocco vizuri kweli kweli. Unakiangalia kikosi cha Morocco huko, nakumbuka skendo ya kupewa kombe kwa email. Yes, ni kikosi ambacho kwa kiasi kikubwa kimechukua cream walionayo duniani, wamepeleka kwenye timu ya taifa. Na Afrika tukisema chapuo la kwanza atakuwa amesimama Morocco. Lazima kwenye machapuo mawili ya kwanza lazima awe Morocco na mwenzake mwingine ambaye atakuwepo. Sasa kwa kikosi ambacho unakiona, watafanya makubwa kama waliofanya kwenye kombe la dunia lililopita, ama unatarajia makubwa zaidi kwenye kikosi hiki? Tunategemea hivyo. Kikosi kama kikosi hakijawa na mabadiliko makubwa kutoka na mashindano yaliyopita. Kwa haraka ambaye simuoni hapo kwenye kikosi cha Morocco alikuwepo kwenye mashindano yaliyopita, labda ni Youssef El-Nesyri, ndo ambaye simuoni hapo. Na wakati ameitwa alikuwa anacheza Fenerbahce na Sofiane Buffon, lakini Buffon pia umri umeenda. Lakini ukisema swala la umri pia unaweza ukasema Sofiane Amrabat pia umri umeenda. So maybe ni mtu ambaye nani, si ndo Amrabat alicheza United. So maybe ni wachezaji ambao wamepata game time ya kutosha. Sio wakuficha. Buffon hata sijui sasa hivi anacheza wapi kiukweli. Ziyech vipi? Ziyech pia nadhani ni katika wale wachezaji ambao walikuwa ni kama Frimpong. Tayari Hakim alikuwa ameshajiwekea kwamba yeye ataenda World Cup. Lakini haikuwa hivyo. Ni sawa kukosekana? Siwezi kusema ni sawa sio sawa, lakini na imani coach ameita wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora. Ziyech anacheza Wydad. Ziyech Wydad anacheza kama faza, kwa sababu yeye anajua kwamba kashacheza kwenye madaraja makubwa. Hakuna anachotafuta zaidi, hamna kipi anachotafuta. So hakuwa anacheza kama ana uhitaji wa kwenda kwenye World Cup, na sikuona sababu ya yeye kuitwa. Wana kikosi kizuri. The only thing ambacho kimebadilika labda ni eneo la mkufunzi. Walid Regragui ndo hayupo sasa hivi. So kocha aliyekuja probably ana namna yake ya kuassemble kikosi, ana namna yake
ya kupanga kikosi, lakini kikosi hakijabadilika. Wana wachezaji wazuri sana. Midfield tena ndo inani impress. Azzedine Unai, Ismail Saibari amekuwa na msimu bora kabisa PSV. Ana ubonda kweli kweli. Ezabdi amepeleka Real Betis Champions League msimu ujao. Hakuna cha kuongea kwa Ibrahim Diaz, Ayoub El Kabi, the same thing. So ni kikosi kile almost kile ambacho kilicheza mashindano yaliyopita, ambacho kilifanya vizuri sana na kufika finali ya mataifa ya Afrika. Yeah. So hichi ni moja ya kikosi kutoka Afrika ambacho mimi binafsi ninategemea hawatatetereka na majina makubwa kama France, England, sijui Spain. Naamini hawa ni timu ambayo ikikutana na timu yoyote ya Ulaya itaubonda tena. Mimi ningetamani sana Walid Regragui angekuepo kwenye World Cup, hata kama ni one last time. Yani kwa sababu Regragui amekuepo 2022 kama kocha na Morocco, 2024 kwenye AFCON, 2023 pale nadhani kwenye AFCON, 2025 kwenye AFCON amekuepo, 2025 2026 hapo kwenye AFCON amekuepo. I don't know what happened, lakini whatever happened, nilitamani sana Walid Regragui angekuwa na hii team, kwa sababu yeye ndio engineer, yeye ndo ameitengeneza hii team. Lakini napendezwa sana na namna Yassine Bounou anacheza, top goalkeeper. Tunakumbuka alikuwepo kwenye michuano ya kombe la dunia la vilabu Marekani. Ashraf Hakimi, everyone knows how Ashraf Hakimi plays. Mchezaji kama Ismail Saibari. Sasa bahati mbaya kinachopungua hapa kutoka kwenye AFCON ni ule wizi wa mataulo. Nadhani kingine Azzedine Unai, tunajua namna ambavyo Brahim Diaz anacheza. Ayoub El Kabi, mzee wa matiktaka. Tuna expect vitu vingi sana. Chemson Talbi, tunategemea mambo mazuri sana kutoka kwa Morocco, lakini kwa bahati mbaya kombe la dunia ni kombe la dunia. Figisu sijui nini zile zinawezekana zisiwepo sana hapa. Kwa hiyo Morocco ni tuseme ni kama flag bearer wa Afrika. Yani kila tukitaka kujisifia kwamba kuna wakati timu kutoka Afrika ilifika kwenye hatua za juu kabisa za kombe la dunia, hatuwezi kuacha kuwataja Morocco. And I really wish Walid Regragui angekuwepo ili amalize kile alichokianzisha, lakini maisha ya mpira yako hivyo, ni mafupi na maisha lazima yaendelee. Nadhani joto la finali AFCON, the aftermath, na baada ya hapo yaliyoendelea, nadhani mambo yalikuwa ni mengi sana ambayo probably sisi huku ilikuwa ni ngumu kuyafahamu. Lakini ile hali najua ile hali ilikuwa iko very tense na lazima ingeondoka na mtu. Yeye haikuwa inamuhusu, actually haikuwa inamuhusu. Wanaofanya maamuzi ndio ilikuwa inawahusu. Kwa hiyo lakini sasa unaweza ukaajiriwa, ila yanayoendelea ndani ya taasisi fulani yakakufanya ujiengue kidogo, kwa sababu baadaye hebu endelee na mambo yenu kwanza. Sasa hicho ndicho ninaweza kusema, labda ni mambo mengi ambayo yamekuwa yanaendelea nyuma ya pazia. Kama alivyosema 20% kwenye nini malumbano. Najiweka pembeni kuepusha msongamano. Kwa hiyo na msongamano wenyewe ulisababishwa na Senegal. Twende tukazungumzia Senegal Morocco. Waliosababisha msongamano Morocco na mambo yakaenda vibaya, lakini kikosi cha Senegal ndio kama unavyokiona hapo, kimesheheni watu pia. Mabingwa wa mambo mbalimbali. Yes. Goalkeeper Eduardo Mendy, tunajua jinsi ambavyo Eduardo amekuwa for the past 7, 8, 9, 10 years. Eduardo amekuwa mwamba kabisa. Ukiangalia kwenye backline yao, ambaye alikosekana kwenye finali ya AFCON nadhani ni alikuwa Kalidou Koulibaly, ambaye ameitwa. El Hadji Malick Diouf, mimi namuita mtukazi El Hadji Malick Diouf. Mamadou Sarr,
nani mwingine kwenye backline ambao ni notable, Abdoulaye Seck, kwenye beki, Crepin Diata, tunajua jinsi ambavyo Diata mtukazi kama Mandonga. Midfield, IGG, Idrissa Gana Gueye, I think one of the oldest players pale Everton, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar kijana huyu, Bara Sapoko Ndiaye. Kwenye attacking, kiongozi kabisa Sadio Mane, Ismail Sarr ana rekodi mbaya sana, au niseme sisi Liverpool tuna rekodi mbaya sana na Ismail Sarr. Iliman Ndiaye, my favorite player kutoka Everton, Assane Diao, Ibrahim Bae, Nicholas Jackson. Nadhani kama ni kumuomba Mungu, unapomuomba Mungu uwe na kismati, inabidi umuombe Mungu kismati cha Nicholas Jackson. Nicholas Jackson ni mchezaji ambaye baada ya kuperform kwa mechi kadhaa, Chelsea wakamuongezea mkataba wa mpaka 2033, alafu baada ya hapo akafanya disappearing act. Bamba Dieng, Sheriff Ndiaye. Sasa mimi mara nyingi nafikiria kwamba Morocco ni reflection ya Senegal. Ile taswira ambayo Morocco akijiangalia kwenye kioo anayoiona sasa ndio Senegal, kwa sababu kwa mpira wa Afrika hakuna timu ambayo iko complete kuliko Senegal na Morocco, kwa sababu kama tukisema tuweke player for player au tuseme tuweke position for position, mafanikio kwa mafanikio, I think Morocco na Senegal wanaenda toe to toe, na ndo maana hata kwenye finali ya AFCON Senegal walikuwa hawana cha kuhofia, kwa sababu nyinyi ni wakubwa na sisi ni wakubwa the same. And nilikuwa nasoma kwenye mitandao kuhusu Pape Thiaw, kocha na masuala yake ya mkataba. I think the earlier they solve that the better, kwa sababu Senegal ni mabingwa wa tuseme kuna mabingwa wa CAF kama federation, afu kuna mabingwa wa watu. Senegal ni mabingwa wetu sisi, kwa sababu tuliona jinsi ambavyo walipata goli na sidhani kama CAF wanaweza wakachukua hiyo kutoka kwetu. Yani CAF wanaweza wakaamua tu kwamba Morocco ni mabingwa wao na sisi hatuna shida. I think Senegal ni moja ya timu bora, yani wana timu bora kabisa katika kizazi hiki, na inaweza ikawa ni kombe la dunia la mwisho la Sadio Mane na Kalidou Koulibaly au na Idrissa Gana Gueye. Inaweza ikawa ni makombe yao ya mwisho ya dunia. Watawamiss? Yeah, definitely. Mtu kama Kalidou Koulibaly, unakumbuka kwenye finali ya AFCON jinsi ambavyo nani yule Mamadou Sarr alivyokuwa anakimbizana, unaona kabisa kwamba kuna kitu kinakosekana. Idrissa Gana Gueye, one of the most experienced players Senegal. Sadio anakuja pale na magoli yake na kila kitu. Kwa hiyo nadhani tunawadai hiko, wasiondoke bila kutupa kitu cha kujivunia. So kama kuna timu ambayo mimi naweza nikasema naweka nafasi, nawapa nafasi za kusonga mbele hata kama sio mbali sana, Senegal ni moja wapo. Hizo ni timu za taifa ambazo natazamwa na watu wengi kweli kweli, ambazo ukizitazama unaona kabisa kuna vitu ambavyo vitakupa kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Ukizicheck sasa, just to make comparison ambazo of course unaweza zikawa ngumu, lakini zinaweza zikatupa kitu ama zikatupa picha fulani. Ukiangalia hizi timu tatu ambazo tumezitaja za Afrika ambazo wengi wanazitolea macho, kuna timu nyingine ambazo tumeziacha of course ambazo zitashiriki World Cup. Ni timu ipi ambayo unadhani watu hawaiangalii? Tumeiacha tujaitaja, lakini watu hawaiangalii sana, lakini just tunatarajia mwaka huu wanaweza kutuonyesha kitu. Naweza nikafikiria, yani jaribu kufikiria South Africa, naona South Africa hakuna. Ukifikiria timu kama Ivory Coast, not much. Well, I don't know. Nafikiri hakuna zaidi ya hizi. Misri bado siwaoni kuwa competitive sana. So
Mimi tena nadhani Kongo tunawaweka kwa sababu ya njia waliopita. Njia waliopita Kongo ni ngumu sana, yaani kwenda playoff sio kazi ndogo, yeah. Kwa sababu it takes a muscle, lakini kama ni kuweka pesa yangu siku zote nitaweka Senegal na Morocco. Bana, ukiachana hizi timu za taifa, kuna timu ambazo zinacheza kombe hili la dunia kwa mara ya kwanza kabisa. Yes, tunasema kwenye kila michuano kuna surprise package. Sasa surprise package sio tu zile ambazo hatuzitazami sana, lakini kuna timu ambazo zitashiriki kwa mara ya kwanza lakini zitaonyesha kitu ambacho hatukutarajia kutoka kwao. Kuna timu kama Cape Verde, Uzbekistan, kuna Jordan, lakini pia kuna Curacao. Hizo ni timu ambazo zinashiriki kwa mara ya kwanza kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Masud, timu hizi nadhani unazifahamu vizuri pia. Ni timu gani ya taifa ambayo of course inashiriki kwa mara ya kwanza lakini unatarajia makubwa kutoka kwao? Hizi ni timu ambazo ni timu mpya. Haya ni mashindano makubwa sana kwao, kwa sababu ndo the pinnacle of mashindano duniani. So sitaki kutegemea makubwa ama kujipa hope ya vitu vikubwa. Ninachotegemea ni wao kwenda ku-experience mashindano haya kwa mara ya kwanza, kujifunza. Sasa hivi hawajifunzi tu kwa kuangalia, basi wanajifunza kwa kuparticipate as well. So hichi ndio ninachokitegemea. Yani katika hizo timu ulizozitaja, kuna timu ambayo ilifanya ilikuwa na mwendelezo mzuri wa kuzalisha vipaji, kushiriki kwenye mashindano ya Afrika, na sasa hivi wako kwenye World Cup kama Cape Verde. Yeah. Cape Verde wamekuwa na their steps zinaonekana. Cape Verde ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa haifui dafu mbele ya Taifa Stars. Ilikuwa tunajua tunakutana na Cape Verde, au kwetu sisi ni mchekea, lakini they turn it around. Sasa hivi hatuwafikii hata kidogo. Hata kidogo. Walifanya uwekezaji mzuri kwenye grassroots, na imewalipa. So what I can say, na natamani tu kuona how they react kwenye hii new experience. Natamani kuona tu namna watakavyo participate kwenye mashindano, lakini sitaki kuwawekea matumaini makubwa kwa sababu ili ni bwana kubwa ambao nadhani hata wao mpaka sasa hivi wanajifinya. Ni kweli tunaenda kucheza World Cup, so they should go and experience it and just play football. Cape Verde kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2024, Cape Verde ina wakazi 500 na kidogo. Yani tukilinganisha na Tanzania, Cape Verde ina wakazi almost the same na Kigamboni, na wilaya ya Kigamboni. Lakini imeweza kumobilize wachezaji 26 na hao wanaenda kombe la dunia. Curacao ni kisiwa ambacho kiko Amerika ya Kusini, lakini kiko chini ya umiliki wa ufalme wa Uholanzi. Ina wakazi 159. Wameweza kumobilize watu 26 wanaenda kwenye kombe la dunia. So ni funzo kwa sisi, kwa nchi ambayo mimi natoka, kwamba inawezekana, na mpira wa miguu hauhitaji story nyingi sana. Unahitaji vitendo. Yani unaweza ukafanya kila unachofanya kwa kuongea na kupiga kelele nyingi na hamasa kama zote, lakini kama haufanyi vitu ambavyo vinaonekana, mpira wa miguu utakuaibisha tu. Kwa hiyo kwa kifupi tunahitaji watu wa mpira kwenye mpira. Sahihi. Uwekezaji pia ni swala la msingi, kwa sababu kama alivyosema Mswahili, unaiona Cape Verde hii au Cape Verde iliyocheza AFCON, unafikiri kama walitayarisha timu kwa takriban mwaka mmoja. Hapana. Hao ni watu ambao walikuwa wanaonekana. Kuna nchi ambazo unaweza ukazichukulia poa kama kina Madagascar na nini, lakini ni timu ambazo zina invest kwenye football, kwa sababu football, ukiachilia ajira ya mziki, football ni ajira ambayo inaonekana na unaona juhudi zinawasababisha. Yes. Ukiachia kipaji tu, pia juhudi zinakusababisha
uweze kufika unapotakiwa kufika. Kama kwa hapo Cape Verde, mimi natarajia kuona mengi kutoka kwao. Na isitoshe hichi kitendo cha kuongeza timu kutoka 36 mpaka 48 ndo zinawapa fursa hizi nchi ambazo zilikuwa hazina maso za kwenda kucheza playoff na kuqualify kwenda World Cup, kwa sababu nafasi zilikuwa ni chache. Kwa sababu sasa hivi nafasi ni 48, keki imekuwa kubwa sana. Ni jinsi tu ya wewe kucheza karata zako na jinsi ya kujitutumua ili uweze kuqualify kucheza World Cup. Ukiachana na hizo timu ambazo zinacheza kwa mara ya kwanza, kuna timu ambazo hatujaziona kwenye kombe la dunia muda mrefu kweli kweli. Kuna timu kama Haiti ambaye hatujamuona toka mwaka 1974, kuna Iraq hatujamuona toka mwaka 1986, lakini kuna Norway ambao hatujamuona toka mwaka 1998. Kitu ambacho nahitaji kufahamu cha kwanza kutoka kwenye hizi timu ambazo hatujaziona kwa muda mrefu, kwenye mashindano yoyote, kwenye tournament yoyote, ukiona timu ya taifa ama timu ya kawaida haijashiriki michuano fulani kwa muda mrefu, basi kuna kitu kilitokea kwenye timu ya taifa ama walianza upya kujenga timu zao za taifa. Kwa timu hizi ambazo zimekaa muda mrefu hazijacheza kombe la dunia, kipi ambacho kilipelekea swala hili? Kwa namna hiyo, sababu zinakuwa ziko nyingi. Aidha muundo unapokuwa jinsi unavyozidi kubadilishwa, mambo yanazidi kuwa magumu zaidi. Watu unaocheza nao kwenye hatua za makundi kutafuta kwenda World Cup, jinsi nchi zinavyozidi kutengwa na kuwa na kujitegemea, unakuwa unacheza na watu wagumu zaidi ambao wana uwezo mkubwa kulingana na idadi yao ya watu, kulingana na ligi yao ya ndani, au kulingana na jinsi walivyoinvest kwenye football. Norway hatuwezi kuigusa sana kwa sababu Norway ni timu ambayo ilikuwa ina vipaji lakini vichache. Muda unavyozidi kwenda vile vipaji vilikuwa na zamani watu walikuwa wanacheza wakiwa na umri kidogo umesogea. Kwa hiyo kucheza World Cup 3 mfululizo kidogo inawatia, au kucheza kwa takriban miaka 10 mfululizo ili kupata World Cup 2 inakuwa ni ngumu. Sasa hivi tunaweza kuona talent kama za kina Erling Haaland, talent kama za kina Odegaard. Hatuwezi kufumbia macho contribution ya Erling Haaland kuwapeleka Norway World Cup, kwa sababu tukisema ameanza kucheza timu ya taifa kama sio sikosei 2018 kama sikosei, kama sio 2018 2016, nafikiri inaweza kufika 70% ya magoli ya Norway kafunga Haaland kwa msimu kwa kipindi hicho. So ni moja kwa moja unajua kabisa yeye ndo ameipeleka Norway World Cup. Na hata ukiangalia kwenye qualification, nafikiri ndo mchezaji ambao amefunga magoli mengi kwenye qualification za kwenda World Cup. Na ukiwa na pia unacheza na watu ambao kwa namna moja au nyingine wanazidi kumomonyolewa, kama nilivyosema kwamba na hichi kitendo cha kuleta National League na yenyewe pia imerahisisha watu kuqualify World Cup kwa sababu zimetengwa kimakundi. Unaweza ukakutana na watu kama unakuta group la Uingereza wanacheza na kina San Marino, sijui kina Montenegro, kina nani, inakupa wewe urahisi wa kuqualify kwenda World Cup. Ndio kilichowakuta group pia la Norway. Pia kinawalemea watu kama Italy, kwa sababu kwenye grupu lao unaona kwa tayari kuwepo kila mtu yuko fit. Na sasa hivi tunaona takriban misimu 3 mfululizo Italy haja qualify, kwa sababu wanakutana nao kwenye magrupu ni watu kweli na ambao wameinvest kwenye football na wana talent za kutosha. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio vilikuwa vinasababisha watu wanakaa muda mrefu hawaja qualify. Matarajio kwenye timu hizi Masoud, kwako yako vipi, hasa baada ya kukosekana kwa muda mrefu? Yawezekana wamejipanga zaidi kwenye michuano hii? Mpira ni sayansi, si kitu ambacho huwezi pinpoint kitu kimoja kufanyika, lakini kwa inavyoonekana ni vitu vingi nyuma ya pazia vimefanyika vya kuwafanya wao wafike hapo walipofika.
kutokuwepo kwenye mashindano makubwa kama haya ama kutokufanya vizuri kwenye mashindano makubwa kama hili ni swala tumeshaliongea sana, ambalo case study inaweza ikawa ni Italy pia, kwa sababu tumesha ni vitu vile vile. Amki tu kesho mnaamka mnakusanyana mnaenda kucheza mashindano, mtarajie kwenda kucheza AFCON, mtarajie kwenda kucheza World Cup. So ni mipango, ni investment, muda, jasho linakuwa linawekwa hapo kwenye kusababisha haya mambo yatokee. So ni dhahiri hawa walioweza kuwepo kwenye kuweza kwenda World Cup, japokuwa hawajawahi kuwepo kwa muda mrefu, ni dhahiri kwamba kulikuwa kuna mipango, plan madhubuti ya wao kusema sasa huko tumetoka huko muda mrefu sana, miaka 70 tangia tumeenda mara ya kwanza. Kwa nini tunashindwa kwenda World Cup? Kwa nini tunashindwa kufanya vizuri kwenye mashindano, let's say Iraq, kwenye mashindano makubwa ya Asia? Yeah. Okay, hatuna vipaji vya kutosha, hatuna labda sports academy za kutosha. Tuanzie hapo. Sio vibaya kuanza moja. Watu wanaanza moja mdogo mdogo, unaanza kuona ndo kama waliofanya hata Cape Verde. Unaanza kuona mbona Cape Verde wanatukazia sasa hivi. Tulikuwa tunawafunga kirahisi, mbona wanatukazia? Mbona wanatufunga sasa hivi? You know? Na talent unaziona kabisa, unaona hiyo fullback ya Cape Verde. Hapo Shomari Kapombe aingia hata mara mbili. You know? So mpira ni mchezo wa wazi, inaonekana progress zinaonekana, lakini ni vitu vingi sana vinafanyika nyuma ya pazia. So probably naamini mengi yamefanyika katika hizi timu. Walikaa chini wakasema sasa tunaanza upya, tunajenga vikosi upya, tunatengeneza watoto ambao watakuja kutusaidia miaka 10, long term plans ambazo tumekuwa tuna struggle nazo kwa kibongobongo kwa muda mrefu sana, ambao wenzetu wameweza kuziachieve. Kwa hiyo nadhani kwa timu ambayo imecheza World Cup mara ya kwanza mwaka 74, hii kwao ni kama, japokuwa ni mara ya pili, lakini ni kama mara ya kwanza. Kwa sababu huwezi hata hiyo ya mwaka 74 unaweza kukuta ilikuwa fluku ya hatari. Ni kama Taifa Stars ambavyo the last time tulishiriki AFCON ni 1980. Alafu tunakuja tunashiriki AFCON ya pili mwaka 2019. Unakuta kuna kizazi kikubwa sana ambacho hakikuwepo mwaka 80. This is their first time 2019. So timu ambayo imeshiriki World Cup mwaka 1974, mwaka 2026 inawezekana ile community yote iliyokuwepo mwaka 74 kwa sasa haipo. Kwa hiyo it's a new era, yani ni kitu fulani hivi ambacho timu kama hiyo huwezi ukawa na expectations kubwa sana kwao, kwa sababu 78 walikuwepo, 82 walikuwepo, 86 and so on. Kuna vitu vingi sana ambavyo, kwa hiyo ni ngekewa na kama alivyosema skills. Timu kuongezeka kuwa 48 inatoa faida kwa timu ndogo kuonekana, lakini inakuwa na hasara kubwa sana kwa timu kubwa, kwa sababu kuna mwandishi mmoja wa Italy aliandika kwamba kuongeza timu za Afrika kutoka 5 mpaka kufikia, nadhani right now timu za Afrika zinaweza zikawa ziko ngapi? 9. Yeah. Sasa anasema kuongezeka kwa timu za Afrika kuna nyima mataifa makubwa kama Italy nafasi ya kushiriki, kwa sababu nafasi yao, lakini anashindwa kuelewa kwamba Ulaya nao timu zao zimeongezeka. Kuna vitimu vidogo kama Kosovo, kuna timu ndogo kama Montenegro, kuna timu ndogo kama San Marino ambao zipo na zenyewe zina compete na zinapata timu, zinapata nafasi ya kupata points, hata kama kwa mfano nadhani Italy alishindwa kumfunga Kosovo, I think, kama sijachanganya hii taarifa. Hiyo nafasi tu ya kufuzu ikashindikania hapo. Sasa huwezi kumlaumu DRC. Na sio tu na pia anashindwa kuelewa kwamba uwezo, kama umeshapokuwa na uwezo wa kucompete, swala la timu kuongezeka wala sio kali kugusa. Kwamba mimi nina uwezo, nimejiandaa vizuri, nina timu bora. Yeah. So haitakuwa shida aje Cameroon, aje sijui San Marino,
wala sio shida. Sasa kushindwa kuqualify miaka mitatu yote ni sababu ya mtu mmoja anasema kwamba miaka mitatu, sio miaka, tuseme madirisha matatu, misimu mitatu ya World Cup. Hiyo ni miaka 12. Wewe unajenga timu miaka 12 haifanikiwi na bado unalaumu wa Afrika. Sio kweli. Kuna mtu mmoja anasema ukianza kuyachukua matatizo yako na kuwapa watu umefeli moja kwa moja, yani kwa sababu matatizo yako unaona wewe sio sababu ni fulani. Bwana, tunahitimisha hivyo kwenye Game Time. Kombe la Dunia mwaka 2026 tupo nalo bumper to bumper. Leo tumekupa vikosi ambavyo vinatazamwa na wengi. Bado hatujaangalia group stage, magrupu yamekaa vipi, wachezaji ambao wanatarajiwa kufanya makubwa kwenye World Cup hii. Hayo yote yapo kwenye package ya Game Time kabla ya kuanza kwa World Cup mwaka huu. Sasa ni jambo la kusubiri na kuona ni nini ambacho tunakwenda kuzungumza, lakini wewe cha kufanya usibanduke mbali na Dimbani Connect. Dimbani Connect, kipengele hiki cha Game Time, itakupa kila kitu ambacho unakihitaji kwenye kombe hili la dunia la mwaka 2026. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, X zamani Twitter, TikTok, tupo vizuri kwa jina la Dimbani Connect. Clip zote za Game Time utazipata pale, lakini full episodes zote zipo pale YouTube kwa jina la Dimbani Connect. Mimi ni Andrea Masawe, nilikuwa na Moro King ambaye kwenye mitandao yake ya kijamii unaweza kumpata kwa jina la Moro King Instagram, lakini Moro King _ Instagram, Moro King X zamani Twitter. Yes, _sensei yupo kwenye mitandao yote ya kijamii, lakini Masud _Masud Instagram, lakini Masud Junior pale X zamani Twitter. Sasa usiache kukaa karibu na wana wa Game Time, lakini usiache kukaa karibu na Game Time. Uwe na wakati mwema. Game Time, tuonavyo sisi.